Kwa majina naitwa Haji Kisesa. Ni mchambuzi wa soka katika eneo letu la Dodoma. Mechi ya jana ya dabi tumeshuhudia mechi nzuri na asilimia kubwa wengi tulitegemea kwa vile. Kwa nini? Ni mechi ambayo ilikuwa ina sababu za timu kucheza vile. Kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa inahitajika matokeo kwa timu zote mbili kwa ajili ya manufaa yao au kwa mipango ambayo ipo mbele yao. Kwa nini? Tukienda na Dar es Salaam Yanga Afrika, msimamo wa ligi unaonesha Yanga yuko mbele kwa pointi 5 zaidi ya Simba ambaye ni mpinzani wake mkubwa katika mbio za kugombania ubingwa msimu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo alikuwa anahitaji vitu viwili, aidha ashinde kwa ajili ya kuweka gap kubwa zaidi au atoe sare, ajaribu kulinda zile pointi 5 angalau mpinzani wake aweze kuwa na kazi kubwa ya kufanya, au yeye apate urahisi kucheza na timu nyingine kwa ajili ya kuhakikisha hiyo nafasi. Kwa hiyo kwa jana Yanga aliingia kwa lengo moja, tutushambulie ili tupate matokeo haya, lakini kwa bahati mbaya walianza wakiwa chini, Simba wakashtukiza na kupata magoli. Lakini mwisho wa siku walipokuja kushtuka kama kuna kitu gani kinahitajika au tumekosea wapi, wakainuka na kupata goli moja hadi half time, iliwapa nguvu na kuingia kipindi cha pili na kupata goli la pili. Lakini kwa upande wa Simba ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa inahitaji matokeo ya muhimu na ya lazima, kwa sababu ilikuwa lazima washinde ili angalau moja kuweka tofauti ya pointi ndogo kati yake na mpinzani wake Yanga. Ibaki pointi 2 ambapo kwenye ligi hii lolote linaweza kutokea hapo mbele. Lakini pia kurudisha ile heshima iliyopotea kwa muda mrefu. Unajua washabiki wa Simba na timu kwa ujumla imepoteza ile heshima kwa muda mrefu, kwa sababu kipindi cha kati tumeona ilikuwa ikipoteza magoli mengi dhidi ya Yanga, lakini imepoteza mechi nyingi pia dhidi ya Dar es Salaam Yanga Afrika. Kwa hiyo ni kitu ambacho walikuwa wanakihitaji kupata ushindi, angalau kurudisha heshima, lakini pia kuleta sasa ile morali katika klabu kama Simba sasa angalau imejipata na imekuwa mshindani katika ligi kuu. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwangu mimi nimeona ilikuwa ni mechi bora zaidi. Lakini ukiacha hapo kiufundi, ni mechi ambayo imetuonesha ubora wa wachezaji, walimu na uongozi kwa ujumla, kwa sababu ukiangalia ukisema uongozi ni kwamba wameandaa timu vizuri kwenye masuala mazima ya usajili na kitu kingine. Lakini kwa walimu tumeona mbinu zao walizoingia nazo, timu zimecheza hasa ukizingatia katika maeneo matatu yote ya uwanja: eneo la ulinzi, eneo la kiungo na eneo la ushambuliaji. Unaona jinsi walinzi walivyokuwa bora wa Simba na Yanga, wamecheza vizuri japo waliruhusu makosa, lakini angalia eneo la kiungo kulikuwa na bato kubwa sana. Upande wa Yanga Damaro unamwona alikuwa akifanya kazi kubwa ya kuvunja mashambulizi kama Kagoma upande wa Simba, lakini watengenezaji wake pale walikuwa kina Abuya anafanya kazi kubwa, hata goli la kwanza linasababishwa na yeye la kusawazisha. Lakini pia upande wa viungo wa Simba pia unaona kina Chama anafanya kazi kubwa na Maema. Chama anakuwa kabisa anafanya mpango, timu inapata matokeo kupitia mgongoni kwake. Lakini mbele ya umalizaji pia amfanya kazi bora zaidi. Dube akiwa katika kiwango bora sana kwa siku ya jana, anapata goli la kurudisha Yanga mchezoni. Lakini tusahau Libase Gay naye pia kwa upande wa timu ya Simba anafunga goli la mapema na kuwafanya Simba sawa waamke. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo mimi naona kulikuwa na mambo mengi bora ilikufanyika jana kuliko hata kwenye mechi ya finali ya Zanzibar. Naona kama walimu wengi walificha mbinu na kuacha mpira ucheze kwa njia ya uoga na kuna tahadhari kubwa kuliko jana. Mpira ulikuwa wazi. Nilifananisha mechi ya jana kama mechi ambayo iliona kati ya Bayern Munich pamoja na PSG, kwa sababu kila mtu alikuwa anaona nina uwezo kupata matokeo, hasa nicheze nipate matokeo. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi yangu bora sana kutoka kufanyika katika siku ya jana katika dabi za hivi karibuni, ambapo tulikuwa naona tu ni dabi ambazo zinatawaliwa zaidi na ukubwa wa majina kuliko uwezo wa kucheza uwanjani. Kwenye ubingwa nadhani hata Ahmed Ally, hata mwalimu kasema yeye bado, kwa sababu hapo kwenye resi, kwa sababu ubingwa unategemea mechi zote zichezwe ndio ubingwa upatikane. Kwa sababu mechi ya jana tu sio mechi ya finali useme labda ilikuwa maana finali ni mechi ya mwisho. Kama tukimaliza hapa, neno finali maana yake ni mwisho. Kama tukimaliza hapa hatuendelei tena. Lakini mechi ya jana ilikuwa kwenye ratiba ya mzunguko. Kwa hiyo kwenye ubingwa hii ligi bado inaendelea. Na leo tunaweza likatokea. Na uzuri wa msimu huu tumeona hata hizi Simba na Yanga zinapoteza pointi kwenye timu ambazo hata hujategemea. Unaona kama Yanga anapoteza mechi mbele ya Mtibwa, anapoteza mechi mbele ya Mbeya City, anapoteza mechi mbele ya TRA. Simba naye alikadhalika, TRA anapoteza pointi, anaangusha mbele ya Mtibwa, anaangusha mechi zingine ndogo kama mbele ya Pamba. Kwa hiyo ni ligi ambayo inaonekana kama ina msukumo wa timu ndogo, hasa ikichagizwa na uwekezaji wa wadhamini wa ligi hii, kama zimewezeshwa na kuleta upinzani mkubwa sana. Ukiacha mechi chache ambazo unaona kuna taratibu labda za vinasaba au maamuzi kuwa tofauti na timu kupata matokeo sio sahihi. Kwa hiyo nadhani kwenye kucheza bado tunacheza, lakini kwenye asilimia na mwanga. Hata msemaji wa Simba Ahmed Ally alisema kabla mechi ya jana kama ikitokea tumepoteza au kutoa sare, tutampa nafasi kubwa sana mpinzani, kwa sababu unaangalia uwiano. Je, hadi hapa tulipofika Yanga kacheza mechi ngapi? Kapoteza mechi ngapi? Na hapo kapitia misukosuko mingi. Alianza vibaya kwa kushinda magoli machache, akaja tukasema ana majeraha na kucheza vibaya, mwisho wa siku hajapoteza point. Sasa hivi Yanga anaonekana amejipata, yuko barabarani, majeraha amerudi, kimwacha Jobu peke yake. Anaonekana kama unatafuta sasa wapi Yanga ataweza kupoteza
atapoteza pointi 6, sio 5 kama watu wanavyofikiria, ni pointi 6, kwa sababu kama itatokea Yanga atapoteza mchezo mmoja na kutoa sare, maana yake atapoteza pointi 5. Hata pointi 5 ukiangalia na zidi ya Simba watakuwa wametai kwenye pointi kuelekea kwenye ubingwa wao. Lakini kingine sasa tutachoangalia mwaka huu, ukiacha head to head ambayo umetoa sare, nani mwenye magoli mengi? Yanga inamfavor kwa sababu ana magoli mengi ya tofauti ya kufunga na kufungwa. Kwa hiyo hicho kitu ambacho inaonekana kabisa kwa Simba kina hasara ndani yake. Kwa hiyo anatakiwa Yanga apoteze mechi 2, wakati huo Simba ashinde mechi zote. Lakini ukija hata kwenye ratiba, kuna timu ambazo unaona kabisa binafsi zinakuja kama zinaisumbua Simba. Ukiangalia timu kama Dodoma Jiji inaisumbua Simba, si kama kwa kiwango, hapana. Unakuta tu pengine anaanza kaja mpaka kama karibu tu mechi bwana, tutoe hata sare inatosha, kwa sababu ndio mechi ambayo wengi wanapewa ahadi. Unajua mtu ukishampa ahadi bwana, mechi fulani kuna kiasi fulani unamfanya, hata kama ukiacha kiufundi afanye vitu ambavyo hebu nitibue nipate hata sare tu kwa njia yote, hata nivuruge mechi nipate sare ili nipate kiasi fulani cha pesa. Unaangalia mtu kama Singida, no doubt, yani Singida yeye ladha yake ni kutoa sare na Simba kuliko kutoa, yani kwa Singida achukue ubingwa au atoe sare na Simba, atachagua atoe sare na Simba. Kwa nini? Mimi sifahamu. Lakini unaangalia tena mtu mwingine kama wanakuja timu nyingine ambazo hazina misuli hizo zaidi ya kupambana, lakini mechi ya Simba anakuja anafanya vizuri. Kwa hiyo kwa Simba ratiba yake si kama timu ambazo zina uwezo mkubwa kuliko yeye, lakini ni timu ambazo zinakuja kwa ajili ya kuharibu mipango ya Simba. Lakini kwa Yanga ukiangalia timu zinazobaki nazo, timu ambazo tulikuwa tunaiogopa labda tuseme labda JKT tayari kafungwa goli 5 raundi ya kwanza, Mashujaa kakala goli 6. Ukiangalia labda timu ya TRA sioni kama kipata matokeo kwenye uwanja wa Dar es Salaam, kwa sababu hajawahi kufanya hivyo, hatujui, lakini huu ni msimu mwingine. Kwa hiyo unaona kama Yanga na favor fulani ambao unatafuta pointi 6 atazipoteza wapi, ambapo tulikuwa tunategemea labda aanze na Simba yenyewe, kwa jana imeshindikana. Kwa hiyo kuna ugumu naona ndani yake. Kwa hiyo kwenye asilimia, sasa sisemi ngapi, lakini asilimia nyingi kama si zote, asilimia nyingi unampa Yanga kuchukua ubingwa. Lakini kwa mimi binafsi naweza nikatangaza kama si Yanga nampa ubingwa zaidi kuanzia jana kuliko kukosa ubingwa, kwa sababu kama kukosa ubingwa Yanga ataukosa yeye mwenyewe kwa kutaka, kwa sababu ubingwa uko mikononi mwake. Karibu Video Studio inayopatikana mtaa wa samaki Yumwa jijini Dodoma. Tunarusha movie mbalimbali, tunaweka program zote za kompyuta, tunapiga window kwenye kompyuta, pamoja na kuweka nyimbo za aina mbalimbali za kale na za sasa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Video Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta, bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa.